Pastor Aiba Taita kwa vile mimi mzaliwa wa Bungoma County, nimekaa Mombasa kwa muda, nimeambatana na rafiki yangu mtumishi wa Mungu Pastor Taita ambaye anakuja. Tunataka kusoma neno la Mungu. Kwa hivyo baada ya ukaweze kwa makini. Neno tunalisoma kutoka kwa kitabu Mambo ya Nyakati wa Pili, mlango wa 30 mstari wa 8 na 9. The book of 2 Chronicles chapter 30 verse 8 and 9. Nitasoma. Musiwe sasa wenye shingo ngumu kama baba zenu, lakini mjitoe kwa Bwana, mkaingie katika patakatifu pake alipopatakasa, mulete alipopatakasa milele, mkamtumikia Bwana Mungu. Mstari wa 9. Mungu wenu hasira yake kali iwageukie ama ikatoke mbele yenu. Mstari wa 9. Kwa kuwa mkimrudia Bwana, ndugu zenu, watoto wenu watahurumiwa machoni pa hao waliowachukua mateka, nao watairudia nchi hii, kwa kuwa Bwana Mungu wenu ndiye mwenye neema na mwenye rehema, wala hata wageuza uso wake ukimrudia. Barikiwa sana. Kabisa. Tuamini tuombe. Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo, Bwana ungali hai, tunakushukuru. Tunakuinua. Neno lako ni upanga ukatao kweli, na ni moto unaotoka kwa kinywa cha enzi. Wacha neno hilo Bwana kuja kwa roho, inapotoka kwa kinywa cha mtumishi wako, likaponye, likaokoe, likakomboe, likafungue, likabariki, likainue, ili jina lako likaweze kutukuzwa. Asante kwa sababu wewe unatenda katika jina la Yesu Kristo, Bwana Mungu aliye hai. Naomba na kuamini. Amen. Asante kwa Mungu. Bwana akubariki sana. Naomba tu unipatie sikio langu kwa kumbi, hata nyinyi mlio hapa na wanyamazisha kwa jina la Yesu. Tulie na kusikize anayepeana uhai. Bwana Yesu asifiwe. Aliyebeba maisha yako ni Mungu. Kwa hivyo hiki ni kipindi ambacho ni kipindi cha hatari, huwa natangaza. Sawa sawa. Asikutishi maisha, inakwambia tumheshimu Mungu. Usi wakati ambao ni wa kuchezea. Sawa sawa. Nataka tu kwa ufupi, tega tu masikio kwa ufupi. Sitachukua muda mwingi. Naomba neema ya Mungu ikatoshe. Maandiko ambayo tumesomewa yanazungumza kuhusu kubadilika na kufanya shingo zetu kuwa nyepesi, kwa sababu tumefanya shingo zetu kuwa ngumu, na kwa sababu hiyo Mungu ametuacha. Maandiko yanasema tutakapoacha mambo yetu ya zamani, tutakapoacha mambo yetu ambayo ni ya miungu ama ya baba zetu, wale walioshika mateka watoto wetu watawaachilia. Hata kama ni nguvu ya aina gani, kuna nguvu ipitayo kila nguvu, na hiyo nguvu ni nguvu ya Yesu. Maandiko yanasema watoto wetu wameshikwa mateka, wazee wetu wameshikwa mateka, wamama wameshikwa mateka, watoto wameshikwa mateka. Mmeshikwa mateka kwa njia gani? Chifu alikuwa hapa akasimama vizuri akasema umeshikwa mateka. Wengine ni walevi, wengine ni wavutaji bangi, wengine wamefungwa na sigara, wengine wamefungwa na mairizi, wengine wamefungwa na roho ya umalaya, wengine wamefungwa
mwisho maafa yataongezeka, kwa sababu kutakuwa na uovu mwingi. Ni kweli si kweli, vijana wangu? Ni maovu yameongezeka. Basi Biblia inasema hii, Biblia, wakati uovu utaongezeka, maafa nayo yataongezeka. Kwa hivyo ni maandiko yanatimia. Ndio tutalia, tutaomboleza, lakini ukweli ni kwamba tutakapokumgeukia Mungu, maafa yatapungua. Usidanganywe na kwamba sote tutakufa. Sote tukikufa, ni nani atakuwa mwalimu shuleni? Sote tukikufa, ni nani atakuwa chifu wetu? Sote tukikufa, ni nani atakuwa mbunge? Hatutakufa sote, la asha. Geukia Yesu, acha dhambi. Maandiko yanasema kwa jinsi Mungu akamtoa mwanawe wa pekee kwa ajili ya dunia. Dunia ni nini? Dunia ni wewe na mimi, ili yeye atakayemwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kupotelea kwa vitu vya ulimwengu. Unapopenda vitu vya ulimwengu zaidi kuliko Mungu, basi hiyo ndio tunaita miungu. Narudia ya kusema ya kwamba tumgeukie Mungu, tuache dhambi, tuache maovu, na tutapona. Kitabu cha Kutoka mlango wa 23 mstari wa 25, maandiko yanasema tukimtumikia Mungu, tukimpenda huyu Mungu na tumwabudu yeye peke yake, maandiko yanasema atabariki maji yako ya kunywa na atabariki mkate. Maji yanasimamia chai, maji yanasimamia soda, maji yanasimamia juice, maji yanasimamia kila kitu ambacho utatumia cha kunywa, lakini sio pombe. Kitu chochote kinacholewesha, achana nacho. Kuna vitu vingine vinafanya kazi katika familia, lakini zinakaribisha umaskini polepole. Na kufukuza roho ya umaskini ni umpende huyu Mungu. Mungu sio maskini. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kwamba atabariki maji na atabariki mkate na atayatoa magonjwa yote ndani yako. Vifo vingi ambavyo vinatokea havisababishwi na mambo mengine. Wengine mnaweza kuwa mnasema ni mchawi. Usitafute mchawi ambaye anavaa kanga nyeusi. Usitafute mchawi ambaye anavaa nguo nyeupe yote. Usitafute mchawi ambaye ameweka bendera kwa boma yako, kwa boma yake. Mchawi mkubwa uko nawe yeye mwenyewe na hajavaa mavazi, maana ule ulimi ndio unaokumaliza. Maandiko yanasema mauti na kuuzima yako katika kinywa chako. Kwa hivyo mchawi mkubwa ni jirani yako. Mchawi mkubwa ni huo ulimi wako. Ukitaka kufufua maisha yako ni ulimi wako. Ukitaka uishi ni ulimi wako. Ukitaka watoto ni ulimi wako, na umtangulize Mungu ndani yake. Anasema ya kwamba katika uzao wako hakuna mimba itapotea. Na anasema ya kwamba badala akuue atakuongezea miaka ya kuishi. Kuna kitu kingine kinapita hicho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo acha dhambi na mgeukie Mungu. Na wewe kama uko hapa na ungetaka kumgeukia huyu Mungu na kusifu rehema za Mwenyezi Mungu, mtu asikudanganye umekufa wewe ni mwenye dhambi ati Mungu akuweke mahali pema peponi. Mungu hata kuweka mahali pema peponi. Kwanza hao wanaosema Mungu akuweke mahali pema peponi wanakusukumia mahali mapepo ufanya mikutano yao wakingojea chakula. Mahali pema unajichagulia ukiwa hai. Unapookoka umejichagulia mahali pema. Huko kwengine unaelekezwa na wanadamu ni kwao, na hapo Mungu hayuko katika hiyo sehemu. Bwana Yesu asifiwe. Uko hapa katikati yetu na ungependa kupeana maisha yako kwa Yesu. Mimi nimemaliza kuhubiri. Ungependa kupeana maisha yako kwa Yesu na uko hapa katikati yetu, au ulikuwa
umeokoka na ukarudi nyuma. Huyo aliyeenda yake yameisha. Katika kitabu cha Mhubiri Ecclesiastes mlango wa 9 kuanzia mstari wa 5, maandiko yanasema kwa yule aliyekufa yake yamekwisha na yamesaulika, na upendo wake na kila kitu kimesaulika. Kazi ni kwa wale waliobaki. Kama utaki uje kunyongwa usiku, kwa maana kuna wenye wamekasirika, usio ukanyongwa usiku. Hata wakunyongwa usiku nitawaombea, hamtanyongwa. Maana Mungu yuko pale hapa, Roho Mtakatifu yuko hapa, uko kati yetu, na ungetaka nikuombee wokovu. Ninapomalizia sitachukua muda, tachukua wakati mchache, maana nikihubiri mpaka saa 11 ama mpaka saa 12, basi nitakuwa nalipisha kisasi. Na hatukuja hapa kushindana, tumekuja hapa kuleta amani, na tushirikiane ili tumalize hii safari vizuri. Si ni kweli? Kwa hivyo kama uko hapa na ungetaka kuokoka, leo ni siku yako. Maana hujui kalenda yako inasema nini. Hii kalenda ya dunia tuko nayo. Kuna kalenda ya wanadamu, kuna kalenda ya wachawi, wanakutengenezea siku za kuishi. Lakini ukimkubali Yesu, utaenda na kalenda ya Mungu. Hakuna mwanadamu atakupimia pumzi. Kuna watu wanalipa pumzi hospitali, wewe unapumua pumzi ambayo Mungu amekulipia. Ili akulipie kabisa na deposit, ni upeane maisha yako kwa huyo Yesu. Akulipie renti na akulipie na deposit, ni upeane maisha yako kwa huyo Yesu. Renti ni nini? Akupe maisha yaliyokamilika. Deposit ni nini? Ni uzima wa milele. Kwa hivyo inua mkono niombe na wewe. Kama uko hapa na ungependa kuokoka, inua mkono. Usione haya, hata usingoje usiku kama Nikodemus. Inua mikono. Asante wadada na waona. Inua mkono wako kabisa. Waone kabisa, ndio wasikufuate wale wanakufuata usiku wakitaka mpango wa kando. Inua mkono kabisa ili wakuone wajua mambo yamebadilika. Kwa sababu asante. Asante, naona mikono kila mahali. Kijana mkono kama uko mahali, ili yule bindi alikuwa anakuharibia masomo asije usiku, ajue kwamba wewe kumekisha okoka. Amina. Bwana wabariki. Naona mikono kila mahali. Naona mikono yenu. Msongeni tu hapa mbele kidogo. Kijana toka kabisa wakuoni. Njoo hapa na hiyo t-shirt yako nzuri. Njoo hapa mbele tu. Njoni hapa mbele. Wadada tembeni tu hapa mbele kidogo. Simeona nimehubiri masaa mafupi tu. Ongea hapa mbele. Asante. Upigeni makofi wanaposonga mbele. Tutakumbuka siku hii ya dada yetu mpendwa marehemu, kwa sababu kuna nafsi ambazo zimeingia katika ufalme wa Mungu. Kwani malaika wanasherekea. Amen. Malaika huko mbinguni wanasherekea. Amen. Wamama simkuja mbele. Wamama mlikuwa mmeinua mikono. Nani anajua kuwaita kwa hiyo lugha ya nyumbani? Waite na lugha ya nyumbani. Waambie wasonge. Haya, sogerani tafadhali. Aramaze kunoza mikono. Maka nimekupata mafoya tafadhali. Sogera haha tukano tuwa si ubaya uronda kala. Ni mafoya tu ufoyerwe. Nema ya Mulungu ikakusaidie. Nema ya Mulungu ikatembe nzuli ya maisha kapako. Tafadhali sogera hii tafadhali. Kalu tagoloza mkono. Sogera tafadhali. Sogera. Kudi makumanya ndo siku ya pako rero la Buddha. Unadimakukira mujiza. Ukashangaa maisha kapako kabadilika kwa zira vile. Tafadhali sogerani. Ili mchungaji amani mekwana nafasi ya kufroya mwenga nane. Sogerani mama, sogerani baba, kama zagolo za mkono. Sogera tu bila kubora, sogera bila kujali. Liri ni neno la Mulungu, bila rina mokala. Manginione raha ya dele solmina mitakuzaone raha ya kuko. Makwe ihi chenzi, ivisho. Haya, bai na foya wakati kwa kusogera. Uwe uzagolo za mkono, uikalo baba, umama, ukijana. Sogea karibu tu. Uze ufoyere na uendao visho ulugapa. Usigohe, usilole manzi hiyo. Maisha ni gapako gago. Hii maisha ni yako. Tokusogera.
Sogera ili mchungaji akadi kwa nafasi. Kuja mama, kuja. Tutakuja. Sogerani bila kujali. Wale wadada na wandugu wa kanisa pia sogeni karibu tu kuwapa support hawa ndugu zetu ambao wanataka tu akaweze kumpokea Yesu Kristo. Haya, sogerani tafadhali, sogerani naona atumanaza nzoni piga mziki polepole wa kuabudu. Piga mziki polepole wa kuabudu tafadhali. Tunataka kupeana kipaza sauti tafadhali. Karibu. Haya. Nasema nimechelewa lakini mchangabu nimefika nilipo. Nipigie gospel tafadhali, wimbo wa kuabudu. Sogerani tafadhali, kale za golo za mkono, sogera. Kale. Yes. Hai. Asante sana mchungaji. Unaweza kuchukua kipaza sauti ukaendelea baba. Haya, naomba muinue mikono yenu chini. Mikono yenu kwa majili ya wokovu. Haya, sauti kidogo sasa. Haya, naomba mshukurudie maombi haya nyuma yangu. Kwa kusema Bwana Yesu, naja kwako. Bwana Yesu, naja kwako. Futa jina langu katika kitabu cha mauti. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Leo nimetambua ya kwamba Yesu ulikufa msalabani na ulikufa kwa ajili yangu. Ninatubu dhambi zangu, unisamehe, unioshe na unitakase kwa damu yako. Yesu, futa jina langu katika kitabu cha mauti. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa wokovu. Asante kwa kunisamehe. Asante kwa kunitakasa. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Haya, wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo nasema ni asante kwa sababu ya nafsi hizi ambazo kwa sasa malaika wakiwa juu mbinguni wanasherekea kwa sababu ya nafsi hizi ambazo zimepokea Yesu. Itakuwa ni siku ya ukumbusho katana kwa ajili ya nafsi hizi. Maana yeye amelala, lakini kulala kwake kuna mbegu ambayo imepandwa. Yeye ni mbegu na imeotesha nafsi hizi, na kwa ajili yake kulala pale kuna nafsi ambazo zimesaliwa siku ya leo. Asante Mungu, asante Roho Mtakatifu kwa kuwavuta wapendwa hawa na kuingia katika zizi la kondoo. Ninakushukuru na ninainua jina lako. Ewe Mungu Baba, waongoze na uwatendee mema. Asante kwa sababu ya wokovu. Baba, walinde na wafunika na damu ya Yesu Kristo. Na kama kuna anaye katikati yao anayeumwa, ondoa magonjwa, ondoa magonjwa, ondoa magonjwa, ondoa magonjwa, ondoa magonjwa, ondoa magonjwa katika jina la Yesu Kristo. Na kama kuna yeyote katika mkutano zima ambaye anayeumwa na kichwa, anayesumbuliwa na mgongo, anayesumbuliwa na miguu, anayesumbuliwa na roho ya ulafi, anayesumbuliwa na roho aina yoyote, Mungu wa mbinguni, hata roho ya mateso ukamwondolee. Yule ambaye amekamatwa na roho ya utasa ukamwondolee. Utasa huo ukaondoke katika jina la Yesu Kristo. Wale wanaosumbuliwa na majini ya mahaba, spiritual husbands, spiritual wives, Baba ukawaondoe katika hivyo vifungo, na wale wa kuolewa wakaolewe, na wale wa kuoa wakaoe katika jina la Yesu Kristo. Baba, naomba amani yako na roho ya upendo ikajae katika kijiji hiki, ikiombea hata serikali yetu na amani na ulinzi, ili kwa utawala wetu uwe rahisi
maana mahali Yesu amepita kuna mema yametendeka. Ninakuinua jina lako ewe Baba, ninakutukuza, ninakushukuru. Ni kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen, amen, amen. Bwana awabariki. Tafuta kanisa, uwe uende kanisa. Kama walikuwa kuna wachungaji wa hapa, haya wewe mchungaji hata wahudumia, ili muweze kujua pale mtaenda kanisa. Hivi leo nyinyi ni viumbe vipya. Ndugu, mekisha okoka, sawa sawa. Hapo pengine mwachie Yesu ataendelea. Amen. Bwana akubariki sana. Amen. Amen.